Serikali yetu imetuonekania. Familia moja kutoka eneo la Butere kwenye kaunti ya Kakamega ambayo ilipoteza watu 6 katika mkasa wa Shakahola kwenye kaunti ya Kilifi hatimaye imefanikiwa kupata miili 4 ya wapendo wao. Maafisa wa DCI na wale kutoka afisi ya mwanapatholojia mkuu wa serikali likabidhi miili 4 kwa George Kea Okaka aliyepoteza mkewe na watoto wake 5. Kulingana na Okaka, mkewe alianza kufuatilia mafunzo ya mhubiri tata Paul Mackenzie tangu mwaka 2019 wakiwa mtaa Industrial Area hapa Nairobi alikokuwa akifanya kibarua na hata kumlazimu kuhama mtaa mwingine hadi Makongeni ili kuwanusuru familia yake kutoka kwa mafundisho hayo potovu, ila hilo halikufua dafu. Muongeza kwamba mkewe alitoroka nyumbani Kakamega mwaka 2023 walikokuwa wakiishi na kuhama na kujiunga na dhehebu hilo msituni Shakahola hadi alipofikiwa na mauti hayo. Kwa ujumla kufikia sasa miili 16 imekabidhiwa familia kwa ajili ya mazishi. Walianzia Nairobi wakati Mackenzie alishikwa trip ya kwanza. Nilikuwa nafanya kazi pande ya Industrial kama cleaner. Sasa nilikuwa natoka kwa nyumba naenda kazi, naye ameshikana na wamama wa ploti wanampeleka kwa hiyo kanisa. Nikatoroka na bibi yangu na watoto mpaka nyumbani. Niliacha hiyo kazi, nilikuwa nimeajiriwa kila kitu kwa kuokoa familia yangu. Kukaa nyumbani, tukakaa na hiyo Januari, Februari mwezi wa pili, akajaribu tena kutoroka mara ya kwanza mpaka Mumias. Sasa juzi Saturday ndio tukapigiwa simu wamepata miili 4, ingine haijapatikana. Tukuje huku tufanye DNA mara ya pili to prove ndio tupewe miili zetu tuende tukazike. Miili imepatikana ni 4, watoto wangu 3 na bibi yangu. Ile miili ambayo iko hapa haijachukuliwa ni miili mingi sana. So far we have about 60 bodies ambazo DNA imematch. We have more than 300 bodies ambazo hazijakuwa identified. So tunawasihi ikiwa unaweza kufika Malindi kutoa chembe zako za damu ili uweze kupata familia yako, itakuwa ni vizuri sana.